Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, ndugu zangu, kama ilivyo ada na kawaida, leo ni siku nyingine tena tunaendelea na darsa zetu, na hasa katika ilmu al-fizia al-Qur'an, kwa maana maarifa ya ilmu ya sayansi ya Qur'an. Lakini atambulike haya ni matunda kutoka katika chuo cha Ghazal Muslim School, chuo ambacho kilichoasisiwa mnamo mwaka 1943 katika mji wa Kigoma Ujiji, maeneo ya Kabondo, lakini kikiwa chini ya uasisi kutoka kwa Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe pamoja na Sheikh Umar Himidi Mkunda. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie makaburi yao yawe ni viwanja miongoni mwa viwanja vya peponi, Allahumma amin. Lakini kadhalika tukiwa chini ya silsila na taaluma kutoka kwa Sheikh Mustafa bin Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe pamoja na Sheikh Dabbasi bin Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awape umri mrefu kabisa wenye kheri, salama, amani na mafanikio, kwa kuwa wao wametufunza sisi haya, nasi tunakumegea kidogo katika yale ambayo tumeyasoma kutoka kwa mashekh zetu. Ndugu zangu, bila shaka leo tutakwenda kumsoma mdudu anaitwa adhubab, kwa maana nzi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, idha dakhala au idha waqa'a adh-dhubabu ala sharab au fi sharabi ahadikum falyughmishu fa inna fi ahadi janahayhi da'un wa fi akhiri shifa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, anapoingia nzi katika kinywaji cha mmoja wenu, falyughmishu, amzamishe mle katika kile kinywaji. Kwa nini? Mtume akatoa sababu, akasema fa inna fi ahadi janahaihi daun, hakika katika moja ya bawa lake nzi kuna maradhi, wa fi akhiri au wa fi akhar, na katika bawa jingine shifaun, kuna tiba ya maradhi yaliyotokana na nzi. Haya yamesemwa na Bwana Mtume Muhammadin karne ya 7. Wakati tukisoma hadithi hii pale katika chuo cha Ghazal Muslim School, mashekh zetu walituambia katika hali ifuatayo. Walisema hivi: laqad bada'at tajaribu mundhu bidayati alqarni al-20 fi majali almubadati alhayawiyya biistikhdami alhasharat. Walisema mashekh zetu, laqad bada'at tajarib, zimefanywa tafiti na majaribio ya aina mbalimbali, mundhu bidayati alqarni al-20, mwanzoni kabisa mwa karne ya 20 pamefanywa majaribio mbalimbali fi majali almudadati alhayawiyya, katika sekta maalum inayoshughulika na masala ya antivirus pamoja na antibakteria, ili tuone namna gani maelezo ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi yamekwenda sambamba na tafiti za kisasa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hawa walikuwa wakifanya tafiti mwanzoni mwa karne ya 20 biistikhdami alhasharat, kwa kutumia wadudu wa aina mbalimbali kwa ajili ya kutafuta ponyo kwa maradhi ya aina kadha. Wakana min aghrabiha ma qamat bihi Dr. Joanna Clark fi Australia, وجدت فيها أن الذبابة يحوي على سطح جسمه الخارجي مضادات حيوية تعالج كثيرا من الأمراض. Bila shaka kilichobainika, wakana min aghrabiha, na ilikuwa miongoni mwa mambo yaliyowashangaza
watafiti na madaktari, ma qamat bihi doktoratu Joan Clark, ni katika zile tafiti ambazo zilizofanywa na daktari wa kike anaitwa Joanna Clark. Huyu alifanya tafiti wapi? Fi Australia, katika nchi ya Australia. Yeye aliendesha tafiti za kumchunguza nani? Huyu mdudu anaitwa nzi. Tafiti zinaendelea, wajadat fiha anna dhubaba, akapata kubaini na katika tafiti zake zikagundua ya kwamba nzi yahwi ala sathi jismihi alkhariji mudadatun hayawiya, ya kwamba mwili wake katika sehemu za nje ya huyu nzi imehifadhi antibakteria, antivirus, ambayo inaweza kuua bakteria, inaweza kuua virus wa aina mbalimbali, ikatokomeza na kumaliza kabisa maradhi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Amesema kweli Joan kwa kuunga mkono maneno ya kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammadin. Tafiti zinakwenda sambamba na hali ya namna hiyo. Sasa kwa hali hii tualiju kathiran min al-amrad, kwa maana nzi sasa anaweza kutibu maradhi mengi. Ndugu zangu, sasa hivi tunakaribia katika maabara zetu kuwa tunakuta kuna kitengo maalum kabisa kimewahifadhi nzi kwa ajili ya kufanya tiba kwa maradhi ya aina mbalimbali. Tunakaribia kuwa hivyo Yani atakuwa mtu anakwenda hospitalini au katika duka la madawa anakwenda kununua nzi 3, 4 mpaka 5 kwa ajili ya kutibia baadhi ya maradhi. Tunakaribia kufika katika hatua hiyo. Maneno ya Bwana Mtume Muhammadin yamekuwa wadhihan biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ai, maana yake ni nini kusema maneno haya kwamba hutibu maradhi mengi? Anna dhubaba fihi shifaun, ya kwamba nzi imeonekana anatiba, anaponyo katika maradhi ya aina mbalimbali. Yamesema karne ya 7 hakuna vyombo vinavyochunguza, kayasema Mtume Muhammad. Karne ya 20 kuna vyombo vinavyochunguza, vimebaini aliyosemwa na Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Huu ndio ubora wa Uislamu. Wa hadha amrun mantiqiyun, na hili jambo pia kiakili na mantiki ya kawaida inakubali kwa hali ifuatayo. Lianna dhubaba tahmilu kathiran min albakteria ad-darra, kwa sababu nzi namna alivyo, kwa kuwa anatoka sehemu anakwenda katika sehemu alqadhurat zenye uchafu, anakwenda sehemu safi, anakwenda kila aina ya sehemu, maana yake ana uwezo wa kubeba bakteria wengi kabisa, tena wenye madhara ala jasadiha, tena madhara yanaanzia kwake mwenyewe kabla ya kwenda kwa wanadamu, yanaweza kuanzia kwake mwenyewe. Nzi anabeba bakteria wengi sana, tena alkhariji. Walikai tastamira fi hayatiha, sasa ili huyu nzi awe hai, uhai uendelee, yanbaghi an tahmila aidha mawaddan mudadati lilbakteria, lazima huyu nzi awe na mudadat, awe na antibakteria, lazima awe na antivirus ambayo inaweza kuua wale bakteria ambao anawabeba, kwa sababu anakwenda katika sehemu nyingi tofauti tofauti katika mazingira kama haya. Jambo linaingia kimantiki na kiakili ya kawaida. Doktora Joanna amekiri yale aliyosemwa na Bwana Mtume Muhammadin kuhusiana na hadithi ya kwamba akiingia nzi katika kinywaji cha mmoja wenu, falyughmisuhu, amzamishe kisha mtoe alafu anywe, kwa sababu hatodhurika, hakuna maradhi tena hapo katika hali za aina kadha. Tunakwenda vizuri wa hadhihi almawaddu zawadaha Allahu biha liyaqiha min alfayrosat wal amrad, lakini hizi antibakteria na antivirus Mwenyezi Mungu amemwekea au amempa nzi. Kwa nini? Liyaqiha, ili Mwenyezi Mungu aweze kumlinda huyo nzi min alfayrosat wal amrad, kutokana na virusi na maradhi ya aina mbalimbali. Amesema kweli Bwana Mtume Muhammadin. Wal mufajaa, sasa hapa maajabu yakaja hivi, anna alulamaa, ya kwamba watafiti na wanavyoni wanaotumia muda wao katika kutafiti yaliyosemwa na Mwenyezi Mungu na katika kutafiti yaliyosemwa na Bwana Mtume Muhammad, wajadu, wamebaini, wamepata taarifa ya uchunguzi wao, anna afdala tariqati litahriri hadhihi almawaddi alhayawiyati almudadda, ya kwamba njia iliyokuwa bora zaidi
litahriri hadhihi almawadda alhayawiyat almudadat, ya kuyayusha hizi antivirus pamoja na antibacteria. Ya njia rahisi na nzuri zaidi ya kuyayusha ni kufanya nini? Anughmisa dhubabata fi saili, ni pale tunapomzamisha nzi katika kinywaji, iwe ni asali mzamishe mtoe kunywa, iwe ni maji mzamishe mtoe kunywa, iwe ni maziwa, iwe ni juice na mfano wa hayo, basi mtoe. Hii ni njia ambayo inapelekea kuyayusha ile antivirus ili kupambana na virus ambao wanaweza kuleta madhara. Amesema Bwana Mtume Muhammad karne ya 7, watafiti wanakiri aliyosemwa na Bwana Mtume karne ya 20. Kwa nini? Lianna almawadda almudadata lilbakteria tatarakazu ala sathi alkhariji lijasadi dhubabati wa janahiha, kwa sababu ile antibacteria pamoja na antivirus ama bila shaka yatarakazu ala sathi alkhariji lijasadi adhubaba, huwa inakaa katika sehemu ya nje ya mwili wa nzi katika hali ya aina kadha, wa janahiha, na bawa lake moja limehifadhi hiyo antivirus na antibacteria. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ipo hadithi nyingine ya Bwana Mtume anasema, hakika nzi anapoingia katika kinywaji cha mmoja wenu huwa haingii hivi, anaingia bawa moja analiacha juu. Sasa na inasemekana lile ambalo naliacha juu ndio mara nyingi lenye antivirus, na lile ambalo naliingiza ndio linakuwa na virus wenyewe. Kwa hiyo ni hatari sana. Kwa hiyo ukimwona kaingia, usimwage maji yako au chakula chako, mwake alafu mtoe, piga vitu kama kawaida, mambo yatakwenda vizuri biidhnillahil karim. Tunakwenda sawa? Hasala bahithuna min jamiati au Borni, pia vile vile watafiti wameeleza wakiwa katika chuo kikuu cha au Borni, katika pia vile vile katika nchi Tokyo nchini Japani, vile vile wameelezea nini? Ikhtiraa liiktishafihim, wamebaini nini? Protein fi luabi dhubaba, kuna protini katika yale mate au ule unyevu unatoka kwa huyu nzi, ipo protini maalum. Protini hiyo inafanya kazi gani? Hadha alprotein yumkinu an yusarri aliltiam aljuruh, protini hii ina uwezo mkubwa sana wa kuponya vidonda na majeraha kwa haraka zaidi. Kwa maana katika ule ute au unyevu unapatikana kwa huyu nzi, una nafasi nzuri, una protini ambayo kwa protini hiyo ina uwezo wa kuponyesha haraka sana vidonda, sawa, au majeraha, wa tashaqqaqatil jildiyatil muzmina, na hata ile mipasuko ya ngozi. Tunaenda vizuri eh? Tunapozungumzia protini, maana kuna vitamins pia. Kuna vitamin B pellagra inakuwa inapatikana katika ule unyevu wa nzi. Kwa hiyo hata ikitokea wewe umepata majeraha, una kidonda ambacho kina muda mrefu hakiponi, tafuta nzi wako 4 5, wasage vizuri, alafu weka pale katika sehemu ya kidonda, haraka sana inapona biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ndio mambo jinsi yalivyo haya. Ni madaktari katika chuo cha Aubar wameeleza vizuri kabisa katika hali iliyokuwa nzuri kabisa, wakienda sambamba na maelezo ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo lazima tuisome Qur'an, lazima tuyasome maneno ya Bwana Mtume ala dawin sahihin, katika mwangaza ulio fasaha. Leo watu wamemtumia nzi wakapata maisha. Wamepataje maisha? Walichokifanya tutakuja kusoma hapa. Wamemtazama nzi ana bakteria wa aina gani, wakabaini. Yani ukiona kuna dawa ambayo unatumia wewe unatibu maradhi yale yanayoitwa typhoid, basi jua mwalimu aliotoa elimu hiyo ni nzi. Tunakwenda vizuri? Watu wamechunguza kwamba wale bakteria ambao wanaobebwa na nzi wanasababisha maradhi ya typhoid. Wakachunguza typhoid ni nini? Ni bawa la pili la nzi. Hii antivirus inatokana na nini? Kwa hiyo walichokifanya wao, wakawa wanajua virus au nini, bakteria ambao wanaweza kusababisha maradhi ya typhoid, alafu wakaja antivirus ambayo inaweza kupambana na virus huyo. Yote wamempata kutumia nani? Nzi, kwa maelezo ya Bwana Mtume Muhammad.
Leo watu wanaishi vizuri kabisa. Leo mimi na wewe tunasoma hadithi za Bwana Mtume, alafu hatuna lolote tunalojua. Yaani tupo tu hatueleweki. Ni watu wa namna gani? Ukiona unakwenda hospitalini, unaambiwa kuna dawa ya kipindupindu. Iwe ni dripu, iwe itakavyokuwa. Ni antivirus ambayo watu wameisoma kupitia nani? Nzi. Kupitia hadithi ya Bwana Mtume Muhammad. Wakatazama nini kinasababisha al-kolera, kwa maana maradhi ya kipindupindu, wakabaini kuna aina ya virus ambayo ni hatari, anaweza kubebwa katika bawa la nzi, alafu kuna antivirus ambayo inaweza kumaliza tatizo la huyu. Kwa hiyo watu wakavuna kutoka kwa nzi huyu maalumati, wakatengeneza dawa inaweza mimi na wewe tunafanya nini? Tupo tu. Kimuuliza mtu anakuambia anasoma katika 40 Nawawi. Yani 40 zile nyuklia 40. Mmoja wapo anasema hadithi hii, idha waqa dhubabu fi sharabi ahadikum falyughmisu thumma liyanzih fa inna fi ahadi janahi da wa fi akhar shifa. Kwamba ana tafsiri tu, akiingia nzi katika kinywaji mzamishe, kisha umtoe, bawa lake moja lina tiba, moja lina ugonjwa. Ndio nini sasa? Basi kaishia hapo na ana habari za kuendelea. Haya ni vichekesho jamani. Hebu tuisomeni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwangaza uliokuwa sahihi. Watu wanaishi kwa hadithi hii, tena maisha yao mazuri. Sisi wallahi mtihani. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. Mwishoni kabisa tuseme ya Rabbi, Mwenyezi Mungu tunakuomba warehemu wazazi wetu pamoja na mashekhi zetu, kwa kuwa wao ndio chachu ya sisi kuyajua haya, kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.